waliona umuhimu wa kushirikiana na chuo cha Hombolo ambacho pia kiko chini ya TAMISEMI kuandaa mafunzo haya. Kwa hiyo baada ya mafunzo haya tunaamini kabisa kazi na usimamizi wa shughuli za maendeleo kwenye kata na halmashauri zitakwenda kama vile ambavyo inapaswa. Kama madiwani pamoja na mada zitakazotolewa, lakini pia tujikite kusimamia ahadi za Mheshimiwa Rais ambazo alizitoa wakati anazindua Bunge, zile ahadi za siku 100 akiwa madarakani, ambazo zilikuwa zilibeba maeneo makuu matano: masuala ya afya, elimu, uchumi na uwezeshaji, miundombinu, ikiwemo bima ya afya kwa wote, ambayo utekelezaji wake nilikuwa maanake kwenye kikao cha juzi au darasa la juzi kuna hoja zilitolewa pale kwamba kwenye kikao kilichofanyika mkoani mlijulishwa waheshimiwa madiwani uwepo wa au uzinduzi wa bima ya afya kwa wote. Sasa kuna hoja ilitolewa pale kwamba bado hawajui madiwani kitu gani kinachoendelea. Kwa hiyo na mimi nilijitahidi sana kupata majibu kwenye kikao hiki, ni hoja isitolewe, isitoke. Basi mganga mkuu mkoa amenijulisha kwamba wameitwa, wako Dodoma sasa hivi kwenye kikao na waziri wa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kujipanga kwenye utekelezaji wa swala hilo, na kwamba muda sio mrefu uandikishaji kwa yale makundi maalum utaanza. Kwa hiyo nafikiri baada ya muda mfupi RMO akirudi mtajulishwa nini kinachoendelea katika utekelezaji wa swala hilo, na taarifa hiyo ni kwamba mwezi huu Mheshimiwa Rais atazindua huo mpango wa bima ya afya kwa wote, lakini kwa kuanzia yale makundi maalum: wazee, wajawazito na watoto. Kutofanya hivyo ni rahisi sana, wakasema kumbe huyu tuliyomwamini hakuwa sahihi. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine nawapa hongera, lakini wakati mwingine nawapa pole sana. Chukua zile kura zako ulizozipata, yale uliyoyaahidi, angalia hicho kitu utakachokifanya kitaendana na ile kura ambayo ulipata. Hizo kura ambazo umezipata, je, utazifikisha hizo 70%? Utafikisha 80% ya utekelezaji kwa yale ambayo yameahidiwa? Mimi sina shaka kwa serikali ya awamu ya 6 nadhani tutashirikiana kufikia malengo hayo. Kazi na utu. Kazi na utu. Ndugu zangu waheshimiwa madiwani, uchaguzi kwenye nchi yetu umeisha, na tunashukuru serikali, tunashukuru wananchi kwa kuamini. Sasa tunayo kazi. Kazi ya kwanza ni kuleta maendeleo. Diwani ni mhamasishaji wa maendeleo kwenye kata yake, kuhamasisha maendeleo. Lakini maendeleo yale hayawezi kuja tu, lazima kuwe na utulivu kwenye kata yako, lazima kuwe na utulivu kwenye halmashauri yako, ndipo utafanikiwa kupata maendeleo. Lakini lazima uwe na ushirikiano mkubwa kwenye halmashauri yako, hata na wataalamu walionao. Mnajadili changamoto za kata, mnajadili changamoto za wilaya, mnaangalia namna gani ya kutoka kwenye zile changamoto. Pale tukishafanya pale, tunaenda kufikia maendeleo yetu. Tukiacha hivi vitu vitatu, ushirikiano kama haupo, diwani na watumishi wake, ujue kwamba maendeleo pale ni magumu kuja. Kama utulivu haupo kwenye kata, kwamba huyu nilipambana naye hata kwenye kura, lakini haujakubali kwamba hata kama umeshinda lakini bado unaendelea naye vita, hautaweza. Sasa
sasa hivi ulishakuwa kiongozi wa wote ulioshindana nao na wale ambao kushindana nao, ni kiongozi wa wote. Wanapaswa sasa hivi wakija kwako, wakikuona diwani, wanakukimbilia kwa ajili ya kuja kupumua. Akikuona anasema mimi nikifika pale nitapumua, na mambo haya yataendelea. Akikuona na sura yako na taswira yako lazima ionyeshe ya kwamba wewe sasa ni kimbilio la watu wote waliokuwa wanakuunga mkono na wale ambao walikuwa hawakuungi mkono. Lazima jibrandi ipokuwa kimbilio. Ukifanya hivyo, utulivu kwenye kata yako utakuwepo, utulivu kwenye halmashauri yako utakuwepo, na mambo yatakwenda, miradi itakwenda. Ndugu zangu waheshimiwa madiwani, mimi nimepewa heshima tu kidogo na mheshimiwa mkuu wa mkoa nije hapa. Sikupaswa mimi kusimama hapa, lakini kwa sababu yeye ana kazi nyingine akaniruhusu nisimame hapa. Lakini tunayo kazi kubwa, kazi ni kubwa, inawezekana kuliko tunavyoona, kuliko tunapojiangalia sisi wenyewe. Inawezekana tukashambulie kazi kama mcho, usiku na mchana unapekecha, usiku na mchana fanya kazi wahudumie wananchi. Kweli tunazo changamoto nyingi, lakini sisi tukazitatue. Changamoto tunapokushinda, kabla ya kwenda kwa mkuu wa wilaya, basi onekane kwamba diwani umefanya nini, imekushinda, kwamba hii changamoto imenishinda, sasa inabidi nimpelekee huyo. Au wakati mwingine mnashirikiana, unaiona hii nikivamia hii inaweza nikamalizika sio vizuri, unamwambia bwana, nenda pale nisaidie, atafanya, inawezekana mambo yakaenda vizuri. Ukikaa kimya, kuna changamoto kubwa kwenye kata yako, kuna hatari ya kuja kujitengeneza kitu kingine kibaya kitakachojaa hasira kwa wananchi, ambao utatuzi wako utakuwa umechelewa sana. Sio ugomvi wa diwani na mtaani, hapana. Kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza ukaona diwani mwingine anamuonea wivu diwani mwingine amepata maendeleo, anaanza ugomvi. Mbona unapeleka pale? Mbona unapeleka pale? Udiwani ni lobby. Uongozi ni kufanya lobby. Lobby inaruhusiwa, lobby ni ushawishi. Ushawishi. Unafanya lobby as much as possible. Duniani hapa lobby inaruhusiwa. Lobby inaruhusiwa. Fanya lobby. Unaleta hela za maendeleo. Unafanya lobby. Nimesha. Miradi haiwezi kuja bila lobby. Hata wakati mwingine mkurugenzi naye anatoka pale anaenda kufanya lobby. Anaenda na andiko lake anaenda kufanya lobby. Ukijenga hoja, vipi mkurugenzi, hebu andikeni andiko nitafutia neno. Anaandika hela, anaenda wizarani, anaenda kufanya lobby. Inaruhusiwa, ushawishi unaruhusiwa. Na kiongozi lazima awe na ushawishi. Ushawishi wa kuleta maendeleo. Ushawishi wa kuunganisha jamii. Lakini lazima mshirikiane vizuri. Na lazima tusaidiane. Diwani lazima hamasishe sana maendeleo. Ni kiunganishi kati ya watu. Niliwaambia wenzenu juzi, watumishi wako leo hapo wamekaa nyuma pale. Leo pale ndio watumishi. Lakini siku ya kupiga kura ni mpiga kura. Anaitwa mwalimu. Afu baadaye anageuka kwa mpiga.
anageuka kuwa mpiga kura. Lakini ukimwona hivi unaweza kumtafasiri yule ni DT, yule ni afisa utumishi. Wewe mtafasiri, wakati mwingine mtafasiri yule ni mpiga kura, ili utengeneze mahusiano yaliyo mazuri. Asante, naitwa na Upendo Edward Gombera, diwani wa kata ya Mdandu kutoka halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe. Kimsingi leo tupo kwenye mafunzo ya waheshimiwa madiwani, tupo mkoa wa Njombe, lakini tupo halmashauri 3. Kimsingi haya mafunzo yatatusaidia sana, maana mada zake zimejiweka wazi: utawala bora, lakini pia namna ya uendeshaji wa vikao vya halmashauri. Kwa hiyo itatusaidia sisi kwanza kurahisisha uendeshaji wa halmashauri, lakini pia kila mheshimiwa diwani kutambua majukumu yake na kuwawakilisha wananchi vizuri kwenye vikao vyetu vya halmashauri, lakini katika usimamizi wa shughuli za maendeleo kwenye kata zetu. Kwa wale ambao ni wageni ndio wanaingia kwenye udiwani awamu hii, mafunzo haya yatawasaidia sana, kwanza kutambua kanuni na utaratibu wa uendeshaji wa vikao vya halmashauri, lakini pia itawasaidia kutambua majukumu ya diwani na diwani ana nafasi gani kwa wananchi kiujumla. Kwanza naipongeza serikali, hususan serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kufanya hili jambo la kuwawezesha waheshimiwa madiwani kupata semina. Wamesaidia sana, kwa sababu baada ya uchaguzi tu tunafanya semina ambayo itawasaidia kusukuma majukumu ya maendeleo kwa wananchi, kwa waheshimiwa madiwani, lakini imewajengea uwezo kutambua, kwa sababu mtu unaingia kwenye udiwani lakini hujui majukumu yako ni yapi, kanuni ni vipi, kwa sababu hii ni serikali za mitaa na zina utaratibu wake na zina kanuni zake. Msingi anaweza kushindwa hasa kwenye shughuli za maendeleo, lakini pia kwenye nafasi yake anaweza kaingilia madaraka ambayo ni ya kiutumishi, akafanya kazi za kiutendaji wakati yeye hatakiwi kufanya. Kimsingi, kwa mfano diwani kwenye shughuli za maendeleo hupaswi kushika fedha yoyote ya maendeleo, unatakiwa kusimamia na kuangalia mwenendo na utaratibu wa shughuli za miradi zinavyoenda. Semina siku ya leo ina muhimu sana, kwa sababu madiwani wengi ni wapya na hatujui jinsi ni namna gani tutakwenda kuwaongoza wananchi na kazi ya diwani nini, na ninategemea siku hii ya leo hapo kwenye semina wanaweza kutuelekeza namna ya kuwa viongozi katika ngazi ya udiwani na namna gani tutakwenda kuwaongoza wananchi wa kata zetu.